Naam, assalamu alaikum wanachapesa media. Sisi kwa mara nyingine tena tunakutana katika viunga vyetu hivi vya kimichezo na burudani. Tunawaleteni yaliyojiri jana ndani ya Morocco, ndani ya Zanzibar pale Kombe la Mapinduzi na siku ya juzi. Ni vingi vya kuongelea, lakini tutadili cha kwanza zidi timu ya Taifa Stars. Wewe maoneo yako uliyoyaona na ushauri wako. Tunachokushauri ambayo wewe subscribe sasa uweze kupata habari za kimichezo, ushare, ulike na ucomment. Nipo na Mzee Saidi nimemletea kitonge, tusikilize yeye ushauri wake na maono yake zidi ya michezo iliyofanyika katika viunga hivi vya siku ya jana pale Morocco na klabu ya Yanga pale Mapinduzi Zanzibar. Mzee Saidi, habari bwana? Salama, hali yako? Safi, shikamoo. Marhaba. Mambo yanasemaje? Namshukuru Mungu. Mbona umepoa sana vipi? Ni kama kawaida, ligi hamna. Ligi hamna wakati zinafanyika huko mbele sasa mimi nitaongelea timu ya taifa. Sasa mimi nitaongelea Real Mapinduzi inafanya Mapinduzi nini bwana? Mapinduzi mimi ya kuongelea shekhe. Kuna vitu vya kuongea shekhe, sio Mapinduzi bwana. Kwa Mapinduzi unaionaje? Mapinduzi si ligi ya mpito. Ligi ya mpito. Ligi ya maendeleo. Ligi ya maendeleo ndio hizi ligi zetu NBC. Ina vituko vya kila aina. Lakini sinapita nayo. Inapita, imeisha. Na msimu naenda. Sasa ile sio ya msimu. Ile kila mwaka na. Ile kila mwaka kwa sababu ya sherehe za Mapinduzi. Sio ligi ile. Ile kama bonanza, watu wanakutana watafute mpunga basi. Unaenda kuangalia viwango. Mzee kina Mwasongo nani? Bwana wewe mnaenda kuchukua kina Mwangosi mnawaweka mbele pale. Mzee Saidi, tuanze na dakika 90 za jana timu ya Taifa Stars pale jijini Morocco. Mchezo uliochezeka mpaka Taifa Stars anaondolewa kwa goli 1-0. Papatu iliyofanyika dakika za jioni na Ado anaangushwa, lakini Traore anapeta anasema kwanza umeshapigiwa simu, bado sijapewa taarifa. Achana na kupigiwa simu. Jina lenyewe jina gani? Traore. Sasa wewe Traore na Tanzania wapi na wapi? Lakini si Mali yule. Sasa Mali na Tanzania wapi na wapi? Sio Mwarabu unajua yule. Babu, iliwahi kutokea hiyo. Italy na nani sijui. Ilikuwa Italy na nani sijui, Italy wakatolewa. Hiyo na Ufaransa au? Kuna timu moja. Unaambiwa timu za Italy. Kombe la dunia hilo. Unaambiwa wa Italy walianza kuwapiga wale wenzao wa ile nchi. Waliosababisha wameenda kuwatoa kazi ya marefari. Marefari sio wa Tanzania tu, kila eneo wanakwenda na matokeo. Yule refari alishaambiwa matokeo, kuhakikisha hawa mbugira wasishinde. Waende zao huko. Wanaujua mpira hao. Yaani Traore alipewa taarifa ile mapema. Bwana, hawa jamaa wakikurupuka tu waminye. Penalti kati ya mfukoni. Haya. Visukusuku kati ya mfukoni, vitu chungu mzima kati ya mfukoni. Sasa wewe unakaa unamlaumu refari? Laumu chama cha mpira cha Afrika. Rais alikuwepo. Sikayaona. Mbona hawajatangaza kumfungia? Penalti anaambiwa bwana, penalti ile nenda kwenye VVR, asitaki, sijapigiwa simu. We nani? Watu wameshagoma huko mpaka wanatoa makadi kwenye mabenchi. Ya nini? Si nenda ukapate ushahidi. Fundi lenye limetoka pale kwenda kujaribu. Nenda kapate ushahidi, ndio ushahidi assistant referee. Hiyo nimeipatia leo. Assistant referee nenda kamwangalia kusaidie. Ulianza kufanya mazoezi nyumbani? Tangu jana usiku nilikuwa naipigia hesabu assistant referee. Niko pale na msomi. Nikamwambia mama, VVR wanasema inamsaidia referee. Kwa Kiingereza inaitwaje? Mwanangu akaanza kunifundisha. Alima pale. Kanifundisha nikajua. Kwa meza. Nikajua hii na ile ingeenda kwa Chapesa mapema. Hii nayo hii. Umeona bwana? Kwa hiyo yule alienda na maelekezo maalumu kwa hawa watu wasishinde. Sasa wewe subiri. Leo sikatufunga sisi. Huko kwingine atakutana na wanaume wenzie. Mapema tu anaaga yule. Utakuja kuniambia. Kwanza mchezo ulikuwa namna gani Mzee Saidi? Gamondi jinsi alikuwa amecheza mpira mzuri. Huwezi kuwakatalia. Mimi nilishawahi kusema Gamondi ukati yuko Yanga. Gamondi yule yuko timu ya Singida. Ndio. Gamondi yule ameitwa timu ya Singida. Nini Taifa? Mpira wake ni ule. Na mpira yule hajui. Anayejua yuko hapa pembeni yake. Hajui nani sasa? Gamondi. Kwa nini asijue sasa? Anajua nini? Anayesimama pale. Wewe anayesimama pale Gamondi tu. Vitu vinatoka hapa. Papa Musa Ndau. Umeiona ile sabu aliyoifanya siku ile? Za makofia. Wewe unaiona ile sabu aliyofanya? Ilitoka tu kwenye benchi pale likanyanyuka. Likamwambia we nyanyuka. Likamnyanyua mtu pale kwenye timu ya taifa. Baba. Ile zija Tunisia. Baba.
Waulize wa Tunisia waliomba maji ya kunywa. Wao wanafanya mchezo nini? Lakini mzee Said, ukiangalia mchezo tuliocheza, michezo 4 tumefungwa magoli 5. Hatujashinda. Ila tumeweza kufungwa mchezo 2 pekee. Ndio, tumefungwa na Morocco tumefungwa na Nigeria. Morocco sio katufunga, Morocco katuonea. Morocco hajatufunga. Yaani sisi tumefungwa na refarii. Sio Morocco. Sio Morocco. Sisi tumefungwa na refarii. Morocco katufunga wapi? Morocco sisi tulikuwa tumeshamfunga. Kuna penalti, kuna kisukusuku kile pale ndani ya penalti. Pia kapeta. Vyote kapeta. Kwa nini mzee Said ilikuwa faulu zikichezwa na Taifa Stars zinapetwa? Zikipigwa Morocco hata kama ukigusa tu kidogo. Nasema ni maelekezo. Na wale wao hawakutegemea kama Taifa Stars tutapiga mpira mwingi kama itakuwa na vile. Sasa kaona hapa nibadilike, nikisema niende na haki. Morocco wametoka. Na wakitoka Morocco zahama na mimi. Bwana wewe uliona hawa jamaa wameshakuja hovyo, wewe kwa nini usiwaminye? Ile ndio ukisikia kuminywa na refarii ndio ile. Simba aliwahi kusaidiwa na refarii. Akaingia kwenye makundi akawatoa wa Misri. Piga goli, refa anasema weka hapa tuondoke. Mbele. Wa Misri wanavuta mpaka nywele, anasema weka hapa twende. Hiyo swala kubebana hapa alipo. Hapa alipo. Unatakiwa ucheze mpira wa haki. Wamekutana wenyewe kwa wenyewe. Na pale kama refarii angekuwa Mwarabu, aidha Mtunisia au Misri au Algeria, Taifa Stars ilikuwa inapita. Ndo nakwambia Taifa Stars. Ngoja sasa. Kwa nini sasa? Wale wana vita ya kwao wenyewe kwa wenyewe ya Waarabu. Waarabu kwa Waarabu hawaelewani hata siku moja, mtu yote asikudanganye. Yaani mtu akikwambia Waarabu wanaelewana, muongo. Tena wale wanabaguana kishenzi kulikoni hata nyinyi. Sasa na yule mali ngozi nyeusi wenzetu. Sasa yule sikapewa maelekezo waminye ndugu zako. Hakikisha hao wamepita. Pale bwana angekuwa Misri. Kweli ngozi nyeusi atu. Si tunaonea nafihi. Yaani unavyoona sisi na wale ndio vile vile. Na wao nao wana matabaka yao. Kuna Waarabu wenyewe wanajiita sisi sio Waarabu, watu wa Ulaya. Wapo pale. Ndio hao Tunisia au nini au Morocco hao. Sasa wao mmemweka katikati Misri. Lakini haya mambo unaona yanajirudia mzee Said. Ukianza pale Mamelodi na Yanga ni yale yale. Simba na Berkane kule nani Mkwala ile. Anatia goli lakini linakataliwa. Yaani refa naye anaambiwa bwana nenda kwenye VVR. Ngoja. Kwani nani akuwepo pale Musepe? Yupo. Wasaidizi wake hawajao. Wote wapo. Wamesema nini? Hakuna. Wamekaa tu kule majukwani wanaangalia wanasikiliza hatima yao. Basi na Mungu naye analipa. Naye Musepe timu yake imesepa. Musepe na timu imesepa. Sasa kafumuliwa kapigwa 2. Tena kavukavu. 2-1. Na Eto'o yupo. Leta ndio hiyo tunayoisema. Kuwa na watu kule ni muhimu. Yaani ile kuwa na watu ni muhimu. Alafu watu wao wanajua yes go no staki kwenye vikao. Nyie mnaona wao akienda kule anatuzulumu. Sio anatuzulumu. Watu namuona Musepe pembeni, Eto'o pembeni. Walikuwepo. Hakutaka wewe. Unasema nini? Na wewe mwenye timu yake pale. Musepe yupo na huyu yupo na wote wenye timu zao. Wewe rais wa kafu, mimi mjumbe wa kafu. Tulia hapo. Tutapambana tu kwenye vikao. Kwa hiyo wanatoleana mpaka macho. Sasa sisi hatuna watu. Tukisema watu waende, fulani katuharibia, fulani kafanya hivi, fulani katutangaza. Soka watangaza. Hivi vitu ndio vinavyotakiwa kusimamia soka. Lakini mimi mzee Said, maono yangu mimi au mawazo yangu, nahisi kama mashabiki wa Taifa Stars wangekuwa wengi kidogo baada ya lile tukio kufanyika. Pengine kama refa ingempa mbona mashabiki nao wanapiga sana kelele, wenda na mimi niende. Unaona pengine nchi ingefanya uwezekano kama mechi za kimataifa kama kuangalia wale ma-influencer wakubwa kuweza kuwagea supporter kwenda kuisupport timu yao. Hilo ni jambo muhimu sana. Na nataka nikwambie kitu kimoja. Sisi 2026 ambao ndio mwaka huu. Sisi tumeshaandaa mashindano. Ndio 2026-27. Itakuwa hapa kwetu. Sasa tuchukulie mfano wa wenzetu. Kujaa vile uwanjani sio kwa ajili ya timu, hata kuonewa kwa timu. Ndio kama kwani muonagi watu wanavogombana, mashabiki kwa mashabiki, watu wanakunjana, watu wanapigana. Ndio inatakiwa hivyo, ni kwa sababu ya mpira ile starehe. Kwa nini uniharibie starehe yangu mimi niwahi kungoka wewe uendelee? Haiwezekani, tusichape. Wewe hujawahi kuona mashabiki wanapigana kule? Hivi huku na kule kupi kwenye sheria? Bali hapa si walizimwaga hapa. Sasa hapa penyewe hapa. Tuwashapigana. Onekana umefanya hujuma, mbona dakika zilishwa na tungolea vitu.
Mimi ndo nayasema kila siku, haya ndio kila siku nayasema. Sasa hivi tunatakiwa hata serikali yetu ibadilike. Kwa mfano timu ya taifa inacheza mbali, mnaenda kuchukua watu wawili mnawalipia ili iweje? Chukua watu, weka pesa, paisha ndege. Kwanza mpira ni uchumi. Ni kweli. Sijui unanielewa? Kwa mfano timu ya taifa sasa hivi kama inafanya vizuri katika haya mashindano ya 2026-27, sisi watakuja wageni wengi, tutafanya biashara. Wenye kufanya biashara watafanya, wakina mama ntilie watu watakula, watu watakimbilia kwenye bei nafuu. Wao usifikiri watu wanaokuja wanampunga mwingi. Wengine hali ndio ile kama za kwetu huku. Wengine si wanakaa tu mitaani kule, lakini mtu anafuata anaambiwa bwana unatakiwa uondoke uende ukashangilie timu ya taifa. Wao unafikiri wanapata wapi hela wale? Wale wanasafirishwa na nchi zao. Hiyo sahihi. Na sisi serikali wape hamasa wachezaji wenu, timu kuwapa hamasa. Kwa mfano ile mechi ya jana, kungekuwa na nyomi pale watu wamevaa jezi za timu ya taifa, yule refa alikuwa anaenda. Kweli. Kwenye viviala alikuwa anaenda. Kwa sababu ndio toka vibe kule juu lazima. Vibe lingepiga kelele tu. Sasa tukiangalia uwanja mzima umejaa Moroko. Hata uwanja mzima umejaa Moroko. Pale mashabiki wale wachezaji wenyewe wanashindwa wakisema tugomee. Pale mpira ukipigwa watu wanazomea. Wewe hujawahi kuona mashabiki wanazomea mpaka viongozi wanageuka wanawaangalia? Kweli. Wewe unafanya mchezo ni na mpira. Ndio maana tunaambia watu wasilete mchezo kwenye mpira. Msilete kabisa masiala katika mpira, ni starehe ya mwisho duniani. Wewe nenda kanywe pombe, wewe nenda kafanya hivi, nenda kafanya hivi. Ni starehe kubwa. Wewe unafikiri kwa nini watu wananunua ma TV wanaweka baa? Wanawaita mlevi ataenda tu. Ataangalia huko anagonga pombe. Wewe vipi? Mpira achana nao babu. Basi kama ndio hivyo tunaona mpira sio watoe manani yao baa mule. Ma TV. Sasa hivi kila TV, hata kigrosa utakuta kina TV. Weka mpira, unakuta watu wamejaa mara soda. Kuna wengine wanakuambia ukikaa tu kwenye kiti nunua soda, agiza kitu ile. Sasa sio biashara hii? Biashara ile. Maisha yanaenda mazuri. Afu nyinyi mnauchukulia masiala mpira wa Tanzania. Shida si masiala. Peleka watu kule. Sio lazima mimi niende. Mimi wala wale mashabiki ma influencer kama wale wa Mwembe. Wale mashabiki kama wale waliokuwa wamekaa Mwembe yangu akina mzee Kijibibi. Wapelekeni. Sio mimi nimesema eti mzee Saidi anataka kusafiri. Mimi hata sitaki. Mimi na sehemu zangu za kusafiri. Hapa Taifa Stars. Mimi ikija Taifa Stars naweza nikaenda. Dodoma. Kwanza sitaki. Mimi nikwambie ukweli. Ukija kuniona naingia uwanjani, ujue mimi na ushindi. Mimi siwezi nikatoka Taifa Stars basi kwa leo nimeenda pale kwa taifa nimeinamisha kitu. Tutaenda tarehe moja tunaenda mwezi wa 3. Na nani? Tarehe nani na nani? Simba na Yanga. Simba na Yanga. Sasa ifike tarehe 3. Ndio bado mwezi mmoja tu. Nitaangalia kwenye nujumu. Wewe nilishakwambia kumfunga Yanga mpaka aondoke Mangungu ndo tunamfunga. Wewe unakataa. Sasa nujumu hiyo nini kitabu? Lazima nikae nipige hesabu zangu. Nashinda. Wewe si nilikwambia mechi ya juzi tunafungwa goli moja, watu wakasema muongo yule mzee. Sikutaka kuisema kwenye kitongo. Ukisema wanakwambia yule mamluki ndio anayetumwa. Sio kweli, mimi nauangalia mpira mapema. Mmejiandaa vipi? Timu mnaisusa mnaenda kukutana na Yanga, wanawaacheni vipi? Mtu yote wanakufumua mapema. Unapewa zako. Kugaragaza unabaki tena na hiyo tarehe 3. Tarehe moja mwezi wa 3. Tarehe moja mwezi wa 3. Tarehe inaingia. Na huko mnakutana. Lakini kwa hakika mzee Saidi tunakuja upande wako. Juzi Cup. Juzi pale mnyama Simba kamgaragaza pale chuma moja. Nani? Mwembeni Makumbe. Mwembe Makumbe pale. Chuma moja. Alafu unajua aliyoshinda goli lenyewe nani? Utajua mwenyewe. Mohamed Bajabel, kipenzi cha mashabiki wa Simba walikuwa wanamsubiri na kumngoja siku zote. Hata mimi mwenyewe nampenda. Mimi nilikuwa nampenda tangu Kenya. Mimi napenda wachezaji hao wawili pale Simba. Kenya. Pale Kenya. Kuna yule beki yule Abudu, wenyewe wanamuita Abudu. Umeona bwana yule na Bajabel. Na Mohamed Bajabel. Ulikionaje kwanza kikosi? Cha nani? Ulionaje mchezo chezwa dhidi ya kocha Steve Becker? Wewe bwana wewe unalazimisha kweli wewe. Unalazimisha vipi na kati timu yako mzee Saidi? Wewe kuona makosa waliokuwa wanayafanya. Mpaka wenyewe kwa wenyewe wanagombana ndani. Nani alikuwa anagombana? Wewe hujawaona? Wachezaji? Mastreka wale wanagombana. Wewe weka huku mwenzao anapiga kule. Akina Mangosi. Sasa Mangosi anakimbia bwana wewe. Yaani tumeshafikia si ni watu wa kuokota wachezaji. Subiri timu yote irudi.
Mchezaji gani sasa Mzee Said mmeokota? Si Mwangosi yule pale. Sasa mchezaji mkubwa kutoka Mbeya City yule. Sasa mchezaji Mzee Said yule. Chapesa unajua. Ile striker unajua. Mwangosi. Mwangosi, Baraka Mwangosi. Kweli Simba kwa Mungu. Alafu pia Mzee Said za ndani bado na tetesi zinaendelea. Bwana Chama inaonekana dirisha hili dogo Januari ananukia kurudi msimu. Tena wafanye haraka kumrudisha Chama. Kwa nini? Chama bado mzuri. Chama umeona nini wewe Mzee Said? Kila timu anayoenda Chama anaisaidia. Kwa hiyo sasa hivi Mzee Said anasema, hebu mimi nikuulize swali langu. Chama akija pale Simba na uzee wake mnaosema uzee, anawekwa benchi na nani? Jencha Ahoua, Maema. Subutu yako. Huyo Maema mwenyewe anakaa benchi kwa Chama. Kwa hiyo Maema wamlete, utakuja kuniambia. Na haki ya Mungu Chama kikanyaga Simba tunamuona Lulu upya. Matulubai anawekwa chini na Chama. Na huyu Chama mnayemwita mzee. Nasema hivi, Chama anatia mguu Simba pale. Chama yeye anakanyaga anaingia pale. Nakwambia hivi wote akili zetu zitarudi kwa Chama. Wote. Mimi sinaona nakwambia kuna watu wanakashfu. Wanasema wanamleta wa nini? Wanasema mzee. Ngoja kwanza achana na mzee. Wanakwambia Chama alishatusaliti. Chama sijui alifanya nini? Sijui Chama alifanya nini? Aliwaseti kwenda Yanga. Sasa hawajui washabiki wa Simba na wanachama wa Simba. Sisi tunapigishwa shoti na wachezaji wetu tuwachukie. Na wanaotupigisha shoti ni wale wanaokaa nao. Na wanaokaa nao ni kina nani? Ni uongozi. Wanaokaa na wachezaji. Kwa mfano kama vile ukimwangalia Mohamed Hussein. Mohamed Hussein anakuambia nimeshaitumikia Simba kwa muda mrefu. Niongezeni dau liwe hata juu kidogo. Nyinyi mnakataa, mnasema wewe sio wa design hiyo. Baki hapa. Mnaanza kusema wewe Mohamed Hussein kakufungisha magoli mengi sana huko. Ndio alikuwa anauza timu. Hivi wewe kweli Mohamed Hussein auze timu? Jambo la huo. Hussein anapigwa 5 anataka kulia pale uwanja wa Taifa. Kalidunda limpira tu. Nafsi yake ilikuwa inauma baada ya kutoamini kwa watafungwa pesa goli. Ile babu ile nasema kitu hakiishi karne. Hakiishi? Karne kwa kina Mohamed Hussein walifungwa 5. Kwa hiyo binafsi Mzee Said Chama anahitaji arudi. Arudi ndio nafasi iko. Ana mchango mkubwa kwenye klabu yenu. Mkubwa mno. Singida wale wanaojidai sasa hivi wameshika nafasi ya 2 sijui ya 3 ni kwa sababu ya Chama. Sisi tunakwenda kucheza fainali ya kombe la CAF la nini lile? La shirikisho. Ni kwa sababu ya Chama. Ule mgoli anaingia kipindi cha hesabu watu wataniona mimi mjinga wapelekee hivyo. Chama ndo anakuja kuiokoa timu mechi ya mwisho. Azamu anakuja juu anaitafuta nafasi ya 2. We vipi bwana wewe? Au unasahau? Chama ananyonyuliwa kwenye benchi. Anatokea benchi. Analetwa pale Chama cha kwanza anakwenda pale anamuomba mtu kama anapiga Chama kagushi kenda kamgongesha mtu kwenye mkono lefa wewe Chama mwenyewe ndio wa kwanza anakimbilia Saido kwenda kupiga penalti. Tukamwambia wewe nini bwana wewe hata kama unapiga penalti sisi hatukutaki. Saido. Sasa kwa nini ulikuwa mtaki na kati na wewe naenda zako huko. Mimi katika yani yule nilikuwa simtaki kama Mangungu. Wallahi nakuapia kwa Mwenyezi Mungu. Wewe Mutale umtaki, Mangungu umtaki. Tata ananipa kitu gani? Malizia na Selemani Mwalimu. Wananipa vitu gani? Mimi nataka matege. Wewe mlete Chama pale Simba. Alichokifanya jana Taifa. Sasa sijui mwenyewe kakifanya nini? Mngetoka. Sasa pale mlaumu mngetoka ni mlaumu Msuva. Na pia kichwa ananyesheleza. Na mpigaji mwenyewe naweza nikamlaumu. Kwa nini unaleta mpira la juu? Leta mpira wa chini. Yule mfupi au alibidi mpira. Sasa yule sikachelewa kufika. Sasa ukichelewa kufika kinachofuata ni nini? Lazima mpira utakushinda. Ndio maana kaenda lakini cross alimwaga ile mzuri. Kaimwaga imekwenda wapi? Kaka mimi hata uniambie vipi mimi Mwalimu au muelewi? Yaani hata afunge magoli 30 mimi simuelewi. Wewe ngoja Chama mchezaji mkubwa. Kama kweli Simba wanamchukua Chama, madhira haya hivi vitimu vidogo vinavyotusumbua hivi yanaisha. Ndoto za mtani kumfunga zitakuja. Hakuna kuja kwa sababu wewe kama unataka ndoto za kumfunga Yanga ile sabu yote ile yote itoke hivi. Wale wote unaowajua wewe waondoke wale, si ndio tunamfunga Yanga. Lakini kwenye benchi yako la ufundi pale technical bench Matola bado yupo nafasi ya ukocha.
amepewa pale nafasi yeye kocha msaidizi namba 3, japokuwa bwana Steve Becker amekuja na wasaidizi wake wawili. Lakini uongozi umemwambia bwana, wewe bado tunakuhitaji, una mchango mkubwa mzee. Kwani Ahmed Ally alisemaje? Baki. Ahmed Ally alisemaje? Yupo, atabaki na hawezi kuondoka, mtake mstaki. Sasa si timu ya kwao ile. Sasa unaona kweli mwelekeo, ngoja sasa mzee Saidi, unaona kweli hii mwelekeo mnaenda nao, ushindi utana ubingwa utapatikana? Wewe subiri, tunangojea mechi tarehe 3 umesema? Mwezi wa 3. Tarehe 1 mwezi wa 3. Yule anaondoka. Steve ataondoka, atabaki Matola. Huyu kocha wa 11 Matola yuko juu yake. Sasa ndio mnyinyi mnatakiwa mjiulize, kwa nini? Kwa sababu gani? Labda nikuulize, ulishaona jalala la Muhindi lina kunguru? Hamna. Basi. Au lini ulishasikia Garibu na mashetani? Kupandisha. Kapandisha maruhani Garibu. Ushawahi kusikia? Sijasikia. Basi wewe nyamaza. Kama hujawahi kusikia jalala la Muhindi kunguru wanatua, sijawahi. Hujawahi? Jalala la Muhindi kutoa kunguru. Sijawahi. Kama hujawahi kumuona Garibu anapandisha majini. Maruhani yamepanda, Garibu kapandisha, wamemwekea ubano, wamemfunika na shuka nyeupe au nyekundu. Basi tulia. Kwa hiyo kodi itakuja kuipata tarehe 1 mwezi wa 3. Nimekuambia tulia. Wewe ache. Tarehe 3 mwezi wa 3. Tarehe 1 mwezi wa 3. So mbali shekhe. Leo tuna tarehe ngapi? Leo tarehe 5. Basi. Tarehe 5 kwenda kwenye tarehe 10 sio mbali. Na ukishaona umekanyaga mwezi wa pili mfupi ule. 28, 29 tumemaliza mwezi. Tarehe 1 hiyo. Ule una tarehe 28. Ndio maana nakwambia 28, 29. 29 hamna. 28 tu. 28 kinachoamkia tarehe 1. Unacheka. Mzee Saidi, tumalizie na hili. Jana hapo tunarudi tena pale New Amani Complex, uwanja wa Zanzibar. Mtani wako jana akamtungua tena KVZ chuma 3 kwa Nungwe, kaingia finali bwana Mapinduzi. Yule Mwanengo bwana, yule mzungumza bwana Emmanuel Mwanengo kutoka Singida. Mwanengo kafunga goli, kashinda kagoli dakika 75. Lakini yule mzee wako anasema fanana umri ndio wa kwanza kuwapa Yanga ubingwa, ushindi wa goli moja. Babu nani? Si Zuzwa bwana. Zuzwa lile alijazeeka. Simesema mzee yule, mzee mzio. Kuna jamaa mmoja ananiambiaje? Jamaa mmoja ananiambia nyinyi hamna lolote bwana. Sasa hivi Tanzania hamna mabeki. Kaambia unasemaje? Nani anazungumza hivi? Yuko jamaa mmoja, si unajua unakumbuka. Hiyo kauli nakumbuka aliongea hadi Soa. Mabeki wa Tanzania hakuna mabeki. Soa naye aliwahi kuongea. Soa alishawahi kuongeaga hilo. Kipindi kwa Singida pale. Kwa hiyo bwana, mimi tena nawaambia kabisa, huyu anayefanya mchakato wa chama afanye haraka, mlete chama, watu tulizishe nafsi zetu. Mambo yaende mazuri. Yaani mimi nakwambia chama atawekwa benchi na nani wapelekee wakaulizane. Neno la mwisho timu ya Taifa Stars. Neno langu mimi la mwisho au kwa Gamondi. Gamondi bwana. Neno la mwisho kwa Gamondi. Taifa Stars. Mimi naomba tu neno la mwisho kwa Gamondi. Mimi naomba kwa sababu sasa hivi timu ya taifa inavunjwa. Si ndio? Inarudi. Kisharudi na kuja kuvunjwa. Wachezaji wote wanarudi kwenye vilabu vyao. Gamondi kama inawezekana sasa pale amda hata kiongozi anaweza kumfuata Gamondi kwenda kumwambia bwana Gamondi njoo Simba pale na sisi tupumzike. Uko unatokaje Simba? Aje pale Simba. Sio aendelee kubaki ku Taifa Stars kwa sababu watu waliofikishwa ni kubwa, unajua mzee Said. Taifa Stars sasa hivi ikisharudi haina shughuli yoyote. Sawa, bado naye anatakiwa akae kwa muda mwingi kuangalia wachezaji wake. Sasa ndio anaisaidia Simba tupate hata nafasi ya pili. Nafasi ya pili babu, tujue tutaitafuta kwa jasho. Wewe tena unamwona tena arudi kwako. Sasa lina uwezo jamaa pale. Jamaa nilikuwa nakwambia lile jini lile. Ndao. Papa Ndao. Ile mashine babu. Yule akisimama tu pap. Afu mfupi afu kama ana mguu mbovu yule jamaa. Yaani akisimama namna hiyo, ina maana jini lake limeshavuta mguu ule, kaishajua hapa. Hapa nifanyeje, mguu umeelekea wapi? Wewe njoo. Hamisi nakwambia. Hesabu inakuja baada ya mguu wake. Wewe muangalie sana yani. Ule mguu akiuvuta tu hivi. Tayari anatoa hesabu. Ya lazima hesabu itakayoingia pale ya maana. Wewe ushauri wako unaomba Gamondi atakaporudi Tanzania. Aje hata Simba tusaidie. Uongozi wa Simba waende wakamchukue aje huko aweze. Uongozi wenyewe. Steve bwana wewe wapi bwana? Wewe Steve sasa wewe Steve juzi tumempiga mtu chuma kwa. Sikiliza. Wamekwambia hivi kipimo chake
tarehe 1 mwezi wa 3 zidi ya Yanga. Ndio zidi ya Yanga. Ina maana akigongwa ananyanyuka. Sasa tena. Yaani Simba ikifungwa tujue safari imemkuta. Mzee Saidi. Bwana, tulikuwa na Mzee Saidi. Mzee Saidi anasema mawazo yake au yeye maono yake. Bwana Gamondi kamwelewa. Kwa hiyo anachohitaji au anachoomba uongozi wa Simba, hebu mumchukue aende akakave nafasi. Nani sasa uongozi gani? Kwa uongozi upi? Kwani uongozi wako nani? Wewe ndo kamchukue Gamondi. Mheshimiwa pale Mangungu yupo, Mheshimiwa Magoli yupo. Wewe maliza bwana kipindi wewe. Au mtake? Wewe mchukue Magoli, wewe mchukue Gamondi na uongozi ule. Kwanza hata yeye mwenyewe kwanza hawezi kumaliza. Sikiliza wewe nikwambie, yule hawezi kumaliza kuharibu CV zake. Sasa hivi kana CV kubwa. Katika makocha wote waliohangaika nchi hii, Gamondi ndio kahangaika kaipeleka nusu finali, sio robo finali. Robo finali. Anaingia makundi. Ameingiza makundi timu ya taifa. Kana angeshinda, angeingia robo. Lakini kadhulumiwa. Sasa kuna refa gani sisi wenyewe? Sisi tuamini tumeshinda ila tumezulumiwa. Kwa nini tumeingia sisi? Sisi ndio tumeingia ila kwa sababu yani sisi tumefungwa na refa. Sio Morocco. Sisi tumetolewa na refa. Yani refa sisi ndio katunyima. Kumbe Taifa Stars robo? Sisi hizi tungekuwa tunacheza wenyewe wanajua wale. Wale wa Morocco wanajua. Sisi tukaze sasa wakija huko 2026 27 tuwakazie. Sio kwetu. Sisi tunajifanya laimu sana. Starehe haina laimu. Kwanza yani kama mimi ndio naambiwa bwana uwe mhamasishaji kwenye timu ya taifa, watatafutana wale kama ndio tunapangwa na Morocco. Yani wakafu watatufungia. Hasi nakwambia. Mimi na uwezo wa kuchukua rangi nikajipaka mwili mzima wa jezi ya timu ya taifa. Afu nikavaa kibukta hamtonijua. Kama ndio mimi. Afu mimi natembea na bendera. Mnaweza kunijua nyinyi. Uliza Dodoma. Dodoma uliza. Sasa Kipala sinapaka rangi. Wewe vipi unapaka rangi mwili mzima? Bendera ya timu ya taifa nani unaweza hapa Tanzania? Nani anaweza? Tutasikia sauti. Sisi tulikuwa tunajifunga vibwaya. Sauti Mzee Saidi. Sisi tulikuwa tunajifunga vibwaya. Utajua kibwaya. Uliza Dodoma pale. Sisi tulikuwa tunajifunga vibwaya kwa ushangiliaji. Sasa unakatika viuno sio mchezo, watu wote wanashangilia. Hata nyinyi mnakuja huku eti ushangiliaje? Wewe kule ulikuwa unashangilia? Mimi nilikuwa nashangilia kule mpaka wachezaji wanajua kwa mwanaume kaanza huko jamaa. Tutafuteni ushindi mapema hapa. Nacheza kibwaya. Alafu mnatembea na ngoma. Alafu uliza nataka kaulize. Aenda Dodoma. Wewe nenda kaulize. Muulize yule mwenyekiti wa Dodoma yule pale. Yule mwenyekiti wa Dodoma ataenda kumuuliza. Nahisi naenda yule aliyokuwa anatusababisha tunafunga vibwaya kafa. Alikuwa anaitwa Mahoka. Yes, yupo, alikuwa anaona hizo historia. Nani mwenyekiti walishaondoka wote pale. Sisi tulikuwa tunakata viuno, yeye unakata kiuno kibwaya kinacheza huko unapigwa kile kibwaya kinakokaa kina nyuzi nyuzi. Kina nyuzi ndio Alafu huko umevaa kama vile vya makilikili. Sasa alafu umevaa tight. Bwana tulikuwa na Mzee Saidi. Mzee Saidi anaomba timu ya Taifa Stars kwanza anaipa support kwa pamoja. Chapesa Media tunaweza kusema jana mtanange uliofanyika pale ni mechi kubwa na ilikuwa mechi ya kihistoria. Kiuhalisia hatuwezi kuzungumza sana, lakini ndio mchezo wa mpira ulivyo. Mpira ni matokeo matatu, kuna kufungwa, kudraw na kushinda. Kwa hiyo siku ya jana Taifa Stars imetoka, lakini imetoka kibabe. Hakuna timu yoyote iliyoweza kucheza mchezo kama ule na kuweza kuipa support. Hatuna la ziada. Sisi tunachoomba wewe ambao hujasubscribe, tunakuomba mwana Chapesa Media, subscribe, share, like, comment content yako. Tunakupenda na tuendeleeni kutufuatilia. Asanteni sana.